Ukitaka kumjua Mwamposa nani, Jumamosi amka asubuhi Sheikh Said, nenda pale Tanganyika Packers pale Kawe. Uone watu wanavyomiminika kwa Mwamposa kufuata mafuta ya upako na maji ya upako. Kitu kibaya sana kinatuathiri. Kafanya hapo uwanja wa Taifa, watu wamejazana na asilimia kubwa wanaojazana ni Waislamu. Kafanya Ikwilili, Waislamu ndio wanajazana pale. Kafanya Masasi Mtwara, Waislamu ndio wanajazana kwa kudanganywa kwamba miujiza inafanywa kwa jina la Yesu. Miujiza ilishaisha bwana. Yesu alimfufua, miujiza yake ya mwisho alimfufua Lazaro aliyelala kaburini kwa muda siku hizi. Ndio muujiza wake wa mwisho aliopewa na Mungu kwa mujibu wa 2:22 Matendo. Ndio muujiza wake wa mwisho ule aliopewa. Ule ndio muujiza wake wa mwisho aliopewa ule. Hakuwa na muujiza. Ule ndio muujiza wake wa mwisho. Sasa leo inafika mahala watu wanakwenda vijijini. Wakishaenda vijijini wenzetu huko wanakusanya, wanawapa watu bwana, wananyosha mkono hivi, watu wanadondoka, wenye maradhi, wenye mapepo, wenye nini, bwana zimefanywa kwa jina la Yesu. Watu wanaingia katika dini, wanaona Sheikh Said, watu wakiingia kwenye channel yangu watafute sehemu imeandikwa Ustadh Shafi amlipua Mwamposa na Mwarabu wake. Ustadh Shafi Mwamposa na Mwarabu wake. Nilishawahi kufanya kikipindi. Anasisitiza Sheikh hivyo. Search Ustadh Shafi amlipua Mwamposa na Mwarabu wake. Utaona mimi wakati nafanya kipindi channel moja, nilikuwa nafanya kipindi kila siku ya Alhamisi, Uislamu katika vitabu vya kale. Nifanya kile kipindi nikapokea simu kutoka kwa shehe wa wilaya Biharamulo wa Bakwata. Akanambia tazama katika simu yako kuna nini. Sheikh Said nilipotazama kwenye simu nikamkuta Mwarabu Kartadi na familia yake. Nikajiuliza kuna hoja gani za msingi ambazo zimefanya Mwarabu huyu Artadi na familia yake, yani wenzetu wanapita huko. Nikakuta yule Mwarabu anasimulia nilikuwa na maisha magumu, mali ziliteketea, hali ilikuwa mbaya, akapita Mwamposa, baada kupita nikanunua mafuta chupa 3 ya upako, nikaenda kujipaka yale mafuta, baada kujipaka maisha yangu yamebadilika, sasa hivi niko sawa, nimeamua nitoke kwenye hii dini kwa sababu nipo katika dini ambayo inakwenda kufanya ukweli na miujiza inatokea. Alirtadi Sheikh. Lakini sisi tuko wapi? Tunatakiwa tuende tukafahamisha jamii. Na hao wanachukua advantage kwa sababu sisi hatujafika. Hatuna uwezo wa kufika. Wasemaji tunao, anawafikisha nani? Na hili ndio limefanya wahadhiri wengi Sheikh Said kupotea sasa. Yaani muhadhiri akahubiri, atafute mwenyewe pesa, atafute vyombo, atafute. Ndio maana leo unakuta mihadhara imefifia, kila tukitaka kuiboost tuendelee mbele tunadidimia, hatuna zana za kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Katika wahadhiri waliobaki ambao unaona ndo wanajikakamua, unaweza kusema nimebaki peke yangu? Ni kweli. Hauna ngoma sasa. Ni kweli. Ndio nitaingia mitandaoni nitajibu hoja, lakini kila mtu anashughulika na mambo yake sasa hivi. Kwa sababu hata mimi pia nashuhudia watu wengi wanasubiri wewe useme neno. Pakitokea sasa machafuko nini, naona kama nasubiriwa mimi niseme, lakini mimi ndo ninayajibu, na kila siku nikiamka nimejibu. Waadhiri watu wameshakimbia sasa hivi. Yaani kila mtu anatafuta maisha yake. Kwa nini? Haamini kwamba hawa Waislamu wanaweza wakanitengenezea kitu mimi nikasonga mbele. Kwa hiyo sasa mimi najitutumua, ndo najitahidi kuirudisha dawa irudi, lakini unairudisha vipi sasa? Sponsor hakuna, na hao wenzetu wanaingia sehemu ambazo we haufiki. Yaani wanakwenda ile budget yao sehemu ambazo ni ngumu wewe kufika. Elezea lile tukio kwa masikitiko makubwa, wataliona kwenye YouTube. Nikamwambia bwana, hakuna miujiza yoyote anayofanya, ni mafuta ambayo wanatumia, mafuta ambayo hata sisi Waislamu tunaweza kuyatengeneza. Nikaelekeza nenda kwenye duka la dawa za asili, mwambie akupe mafuta aina 14 ya miliminzi 50 yale, tia katika sufuria linaloingia lita 1.5, tia na mnyonyo nusu lita, tia halmiti gramu 1, tia haltiti kikopo kimoja, kisha yachemshe kwa dakika 10. Pua Sheikh Said, somea tukurusiu 21, falaq 21, nas 21, alhamdu 21, ikhlasu 21, kisha yapulizia mara 21. Hayo ndio mafuta yanayofanya kazi. Hayo ukimnyoshea mtu venye mashetani atadondoka. Ataje sema tu jina la Shafi atadondoka, wala usitaje jina la mtu yote. Sema tu kwa jina la Shafi atadondoka chini, ukimpiga hapa atainuka. Mahala popote panapouma mtu akikuchua tu hivi unapona. Ukitaka kuwa maji ya upako ndo utachukua kifuniko kimoja, utatia katika maji lita 1.5, utatikisa, utakunywa robo kikombe asubuhi na jioni, maradhi yote yatafanyaje? Hakuna miujiza yoyote Sheikh Said, ni yani ujinga tu, kitu ambacho cha Waislamu. Mimi baada ya kuona lile nikatoka nikamtafuta mchungu mmoja anaitwa Abubakari analima. Nikamwambia nyinyi mlikuwa mnartadisha watu, mnanyoshia mikono. Nini mnatokea? Wakasema hakuna chochote Sheikh Shafi zaidi ya mafuta. Nikamkatalia sana, kamwambia muongo. Sasa Sheikh Said wakati tunafanya muhadhara,
tukayatengeneza, ikafika kipande cha kusomea. Nikamwambia kanisani anasomea nani? Wakaniambia walimu wa madrasa dumu 15,000. Kwa sababu lazima yasomewe kabla hajatumika. Na anasomea nani kanisa? Wakasema kila dumu 15,000 walimu wa madrasa. Kuangalia walimu wa madrasa, mimi ningesomea 10,000. Ukitaka kudhalilika Tanzania kuwa mwalimu wa madrasa, kulala na njaa ni faradhi wala sio sunna. Kweli kabisa. Ya mtihani kweli kweli. Basi wakati tunafanya yale, akaja mtoto wa kiume Sheikh Saidi akasema kila nikilala naingiliwa njia ya nyuma. Akamwambia nenda kapake. Alipoenda kupaka, alivorudi analia siku 3. Anasema bora nisingepaka. Kwa nini? Anayeniingilia ni babangu mzazi. Kwa nini? Kwa sababu ya watu kutafuta mali kwa njia ya ushirikina. Mtu anaambiwa muingilie mwanao wa kiume kwa njia za ushirikina. Sasa Sheikh Saidi yule bwana akafanikiwa mimi kunitengenezea, ambayo nikamwambia bwana, kutokana na hali ilivyo, kama hawa jamaa wamekimbilia huku saizi, basi inshallah na mimi naomba unitengenezee ili mradi tukayafanyie kazi. Basi alinitengenezea Sheikh Saidi. Haya, umeona? Haya hapa niwaonyeshe Waislamu. Jina wao wanaita upako, sisi tunaita panguso. Wao wanaita upako, sisi tunaita panguso. Kama wao wanapaka, sisi tunafanyaje? Tunafuta. Na boksi lake ni hii tuliyokuwa nayo. Sasa haya Sheikh Saidi mimi ninayo kwa ajili, lakini mtu nimempa fursa na nimefundisha kwa sababu nataka watu wakatengeneze. Sasa nimempa fursa kwa yule ambaye ataona hawezi kutengeneza. Sisi hapo ambayo yetu tumeandaa, lakini yana gharama ya shilingi 10,000 kutokana na maandalizi tuliyoyafanya. Vijana wameyasomea, wameandaa vizuri kabisa. Kwa hiyo mtu anayetaka atatafuta, atapata. Sio lazima kuchukua kwetu. Nimetoa fursa kwamba ukafanyeje. Na haya mimi nayatengeneza kwa sababu ya kwenda nayo huko vijijini. Na mimi nataka nikawaonyeshe Waislamu namna wale wanavyofanya. Na mimi nitayapaka kabisa na nitanyosha mkono hivi. Yaani wataona live kabisa yanayofanyika. Wala sio miujiza, wametutime. Sasa tumekubali, wanatubutua sasa. Leo ukifanya masiala nyumbani kwako, Sheikh Saidi mkeo anaweza kuweka channel ya Mwamposa. Wallahi wa billahi tumefika mahala mabaya. Nguvu ya haja inahitajika kupeleka mbele Uislamu.